Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, tunaye si mwingine bali ni Sheikh wetu Sheikh Hussein Patrova anayetujuza mengi kuhusiana na masuala ya dini, haswa katika mada yetu tunayoendeleza ni kuhusiana na historia ya Imam Hassan alayhi salam, na tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena Sheikh. Nashukuru sana. Naam, bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam, Imam al-Hasan al-Mujtaba, na kuna hadithi nyingi ambazo zinaongea kuhusu Imam al-Hasan. Kabla tuende kwa hizo hadithi na baadhi ya aya za Qur'ani, tueleze kiujumla. Kuna aya ambayo inasema qul la as'alukum alayhi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba. Naam. Kwanza nayo hawa fil qurba ni watu wa familia ya Mtume, na wakiwa miongoni mwao Imamu Hassan na Imamu Hussein na wazazi wao na Mtume na maimamu wote ambao wanatokana na kizazi cha Mtume kupitia kwa Imamu Ali na Bibi Fatima. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amesema, Mtume amesema siwaulizi chochote illa al-mawadda. Kuna hii kwenye hii aya imetumika al-mawadda. Kwa nini imetumika mawadda na haikutumika kwa mfano al-mahabba? Illa al-mahabba fil qurba. Kuna terms tatu, kuna maneno matatu ambayo yanatumika sana kwa umoja, kwa pamoja. Neno la kwanza ni al-mahabba, kisha tunakuja al-rahma na tunakuja al-mawadda. Haya maneno matatu yanaungana kwamba sehemu chanzo cha haya maneno au chanzo cha sifa hizi ni moja. Lakini tukiangalia kwenye effects, athari zake kwenye ndani kwenye vitendo vyetu, hapo ndo tunapata tofauti. Kwa mfano tukianza na ar-rahma. Ar-rahma inapatikana vipi? Na tunajua kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema, Ar-Rahman. Na pia Ahlul Bait karibu wote, Mtume wakiongozwa na Mtume, yeye pia alikuwa na rehema. Naam. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum. Kwamba kama si rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo Mtume alikuwa nayo, hangeweza kuwa layyin kwa watu ambao walikuwa karibu na. Kwa hivyo hii ni sifa ambayo ipo kwenye nyumba ya Ahlul Bait. Kwa hivyo ina maana gani rahma? Mwanzo tunakuja sehemu ambayo inatoka rahma. Rahma inatoka kwenye nafsi ya hizi sifa zote zinatoka kwenye nafsi. Zikitoka kwenye nafsi ima zinatoka kwenye moyo au sehemu nyingine. Kwa hivyo rahma inakuja pale ambapo unaona kitu ambacho hakijakamilika. Unaona sifa ambayo haijakamilika kwenye mtu au kwenye hali fulani. Sasa unaionea huruma kwa sababu ya kukosa ukamilifu. Kwa sababu sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu ili kufikia ukamilifu. Na hawa viumbe ambao tunaofuata Ahlul Bait na Mtume ni wakamilifu ili sisi tuweze kufikia ule ukamilifu ambao Mwenyezi Mungu ametuumba kwa ajili yao. Ndio sababu akawafanya hao ndio viongozi wetu. Sasa rehma za Mwenyezi Mungu au rehma za Mtume zinakuja kwa sababu wanatuona sisi kwamba tuna upungufu fulani, hatuwezi tukafanya kitu fulani. Sasa wanatuonea huruma, wanatuonea huruma ili sisi tuweze pia kufika ile kiwango ambayo kwa ajili yake tumeumbwa kwa ajili yake. Kwa hivyo ukiona kitu chochote kwa mtu yoyote ambacho kina upungufu au hakijafikia ukamilifu, ndio hapo unaona huruma. Kwa mfano ukiona mtu asilia mwanadamu kwamba afike perfection, lakini ukiona mtu anafanya dhambi, ni poa umuonee huruma yule mtu. Lakini ukiona mtu anafanya dhambi na hakuna athari kwenye nafsi yako, kwenye moyo wako, ina maana wewe hauna huruma. Kwa mfano ukiona mtu anaiba, ni juu yako kumuonea huruma kwa sababu anaondoa ukamilifu katika maisha yake. Ukiona mtu anasengenya,
unamuonea huruma kwa sababu anaondoa ukamilifu katika maisha yake ambayo Mwenyezi Mungu ameumba kufika ukamilifu. Kwa hivyo rahma inakuja pale ambapo tunakuwa na ukosefu wa ukamilifu katika tabia zetu au mienendo yetu ya kawaida. Sasa mapenzi nayo inakuja, inatoka sehemu moja ile the same place na rahma, kwamba zote ni sifa za kinafsi, lakini alhubu inakuja pale ambapo tunaona ukamilifu kwenye kitu. Yani rahma tunaona kukosekana kwa ukamilifu kwenye kitu, tunamwonea huruma, na mapenzi yanakuja pale unapoona ukamilifu kwenye kitu ambacho kipo. Sasa ukiona ukamilifu kwenye mtu yoyote, kwa mfano anaongea ukweli sana, ni mkweli, au anasaidia sana, moyo wako utavutiwa na yule mtu, moyo wako utavutiwa na ule upande mwingine, na utaonyesha mapenzi, utampenda kwa sababu ya ukamilifu. Sasa unapenda kitu kwa sababu kile kitu kina ukamilifu, na unaonea kitu huruma kwa sababu kile kitu kinakosa ukamilifu. Na almawadda sasa inakuja baada ya mapenzi, kwamba ndio hiki kitu kina ukamilifu, sasa inafaa mimi nifanye nini? Nionyeshe hii athari ya mapenzi yangu kwenye vitendo vyangu. Kwa mfano, mtu ni mkamilifu katika kuongea ukweli. Athari, nitampenda kwa sababu anaongea ukweli, na hiyo italeta athari kwenye maisha yangu, kwenye vitendo vyangu, kwamba nitakuwa affected na ile tabia yake ya kuongea ukweli, na atakuwa kama kudwa kwangu. Mimi nitakuwa nafanya vitendo kama yeye anavyofanya. Hapo sasa ndio inakuja almawadda. Na ndio sababu Mwenyezi Mungu kwenye hii aya ametumia qul la as'alukum alayhi min ajrin illa almawadda. Hajasema mapenzi. Angesema mapenzi kwamba sisi tunaona tu kwamba Ahlul Bait wamekamilika na tunawapenda, basi inaishia hapo. Pale panapokuja ayatul wilaya, kwamba kuna wale ambao wanasema kwamba wilaya hapa inamaanisha mpenzi, kwamba hao wanaona tu kwamba hao wanawapenda kwa sababu wana ukamilifu. Baada ya hapo hakuna chochote ambacho kinafuata. Sasa hapa mawadda ni baada ya kupenda, unaonyesha hiyo athari kwenye vitendo vyako, kwenye maisha yako na mienendo yako kuhusu yule mtu, kwa sababu huwezi kusema kwamba unapenda mtu naishia hapo kama hakuna mawadda juu yako. Sasa Mwenyezi Mungu ametumia illa almawadda fil qurba, kwamba hawa Ahlul Bait wamepita hiki kiwango cha mapenzi, hawana udhaifu. Hatuwezi tukaonea huruma kwa sababu hawana udhaifu, wamekamilika, hawajapunguka kwenye maumbile yao wala kwenye vitu vyao, tabia zao. Inafaa tuwapende kwa sababu wana ukamilifu. Kuna jiha ya ukamilifu katika personality yao. Tukishawapenda haiishii hapo, tunaonyesha mawadda, kwamba yale mapenzi yao ambayo tuko nayo kwa juu yao, tunayoonyesha yana reflect kwenye matendo yetu, kwamba tunawachukua kama ni viongozi wetu, tunawachukua kama ni qudwatul hasana kwenye maisha yetu na kwenye kila kitu ambacho tunafanya. Sasa mapenzi ya Ahlul Bait au mawadda kwa Ahlul Bait haitoshi tu kwamba sisi tunasema tunapenda Ahlul Bait. Na ndio sababu miongoni mwa semi kuhusu mawadda kwa Ahlul Bait ni kwamba haiwezekani kwamba mtu anasema anapenda Ahlul Bait na anafanya baadhi ya dhambi ambazo zinaenda kinyume na maneno ya Ahlul Bait. Na pia mtu kupenda Ahlul Bait alafu ukiangalia matendo yako yenyewe ni tofauti, au unapenda waliowaua Ahlul Bait, hapo hakuna mapenzi. Hiyo ni kinyume yani. Ni kinyume. Yani unafanya vitu viwili vinakuwa sehemu moja. Na ukitaka kujua kwamba hawa watu unawatofautisha tofauti, hawawezi kuwa daraja moja na hawa wengine, angalia Qur'ani vile inasema. Wao ni tahirakum tathira. Ni kweli. Ni kitu ambacho wamekamilika tayari. Ni kitu ambacho kwa wengi ambao nimeona mashallah katika miongoni mwa watu ambao wanazidi kufanya research, nimekutana na watu wengine wakifanya research, mashallah, unakuta wanakuambia mimi sikuwahi fahamu kwamba hawa watu ni bora zaidi kuliko
wale nini watu wengine ambao wale wa upande mwingine wao wanaona wao ni bora, wakisema kwamba Imam Ali alisema fulani na fulani fulani ni bora kushinda yeye mwenyewe. Haiwezi kuwa yeye mwenyewe atajidunisha kwa watu kama hiyo. Tunaambia kwamba kuna hadithi zingine sisi hatukubali kiupande wetu. Kwa sababu ukiangalia Mwenyezi Mungu tayari ishasemwa katika Qur'an. Na pia kabisa ukiangalia hadithul kisa inafaa ikupe ujue hawa ni kina nani. Ndio maana mtu anamwambia mtu, ukitaka kujua kama hawa watu wamekamilika na wametwahirika, na huwa anawaambia kama kuna kosa washaifanya nipeni basi kosa lao, na hamna kosa ambalo mnalipo amefanya. Alipo hata moja. Hakuna hata kosa moja. Bi maana kabisa ni chuki ambayo mshaeka ndani ya nafsi zenu, ni kule kwamba nyoyo zenu ziko na upofu. Kuona ukweli ni ngumu siku zote. Na ndio maana huwa nasema hata sisi watu wa Ahlul Bayt tunapofanya mjadala na wao, fanya mjadala na mtu ambaye akili yake imefunguka, si ambaye akili yake imefungwa. Maana mtapigishana kelele. Ni kama kupoteza wakati. Mtapoteza wakati. Sasa yake bora umuache amini anachoamini. Haibaki lakum dinukum waliya. Kabisa. Sasa al-mawadda fil qurba, kwamba haiwezekani unasema, na hii inakuja pia kwetu sisi ambao tunafuata already tupo katika wilaya ya Ahlul Bayt, kwamba tunabaki tunasema tu, inabaki tu kwa kidhahir kwamba sisi tupo chini ya wilaya ya Ahlul Bayt, lakini kiwasilia tukiangalia, je, kweli tupo chini ya wilaya hii? Inatukupeleka kwenye hilo jeshi la Imam Hassan, kwamba walikuwa wanasema kwamba sisi tupo chini ya Imam Hassan. Je, walikuwa wanaonyesha hii aya illa al-mawadda kwa Imam Hassan? Walikuwa hawaonyeshi. Kwa sababu uweze ukasema kwamba wewe una mawadda kwa Imam Hassan, halafu adui wake akija kukununua unanunulika. Au unasema wewe una mawadda kwa Ahlul Bayt, halafu unatengeneza kikundi ambacho kinakuwa against imamu wako ambaye ni kiongozi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuna vitu vinatuonesha kabisa yani uhalisia wa maisha ambayo tunaishi sasa hivi, na ukiangalia maisha ya maimamu alayhi salam vile walivyokuwa, ni vitu viwili. Utaangalia kwamba unaweza thamini mwanafamilia, ni kweli, lakini akakufanya nini? Akakuendea kinyume. Ni kweli. Ni kwamba sio kila unayenasibishwa na yeye ama mko katika nasaba moja ana kheri na wewe. Ndio ile bwana, unakubali unanunuliwa ili umpige vita mtu ambaye ni familia yako. Ni kweli. Na hii inafanyika sana, imefanyika kwa watu wengi. Tukiangalia kwenye historia pia imefanyika, sababu tunaambiwa pia imam, tukisoma historia ya imam tusisome kama vitabu vya historia ya kawaida tu. Ndio. Tunasoma kwamba haya masomo ambayo tunasema ama historia ambayo tumeisoma ina effect katika maisha yetu. Ndio. Kwamba imam alipita vipi hapa na alifanya vipi katika maisha yake. Sasa watu ambao walikuwa chini ya Imam Hassan walikosa hiki kipengele cha almawadda kwa Imam Hassan. Hata kama walikuwa wanadai kwamba wanampenda, hata kama walikuwa ndani ya nyumba au wanapatikana katika nyumba ya Imam Hassan, yani lineage ya Imam Hassan, bado hawakuwa wamefika katika kiwango cha mawadda, kwamba tabia nzuri, ukamilifu wa Imam Hassan una effect katika nini zao, katika mienendo zao. Na watu wa hizo enzi tukiangalia, hizo ndio zilikuwa tabia zao, kwamba walienda kinyume na Imam Hassan, wakanunuliwa, wakatengeneza mambo yao kuendana na vile Muawiya alikuwa anataka. Tunaona kwamba tukifika kwa Imam Hussein, ndio wale watu ambao walimwandikia nini? Barua kwamba njoo, kuja, sisi tuko na wewe, tunakuhitaji. Utakuta mtu na akili zake timamu kabisa amekaa na kwambia amesoma historia, alafu anakuambia nyinyi wa Shia ndio mlomuua Imam Hussein. Kutojua ndio hata mtume alizungukwa, hata mtume yenyewe alizungukwa na watu ambao pia wanasema walimpenda. Ni kweli. Lakini walikuwa ni maadui. Alipoondoka ikaonekana maadui. Alipoondoka wazi wake umeonekana. Walikuwa watu wa aina gani? Waliangalia vipi nyumba ya mtume? Kweli. Sio kila anayekaa karibu na wewe inamaanisha ni mwema kwako. Maana kila mtu amekaa na wewe kwa sababu kuna mtu anataka faida yake hapo. Ni kweli. Sasa ndo tukiangalia mtu anapokuambia kwamba nyinyi wa Shia ndo mlomuua Imam Hussein, unamuuliza Umar ibn Saad alikuwa nani? Alikuwa mshia?
Harmala alikuwa mshia? Hawana elimu. Hiyo ilikuwa ni jeshi la nani? Hawawezi kujibu maswali kama hayo kwa sababu wanajua kabisa, mtu anajua ukweli unasema nini, lakini hawezi taka kuukubali. Sasa nadhani kauli yao inakuja kwa sababu hawa ni watu ambao walikuwa wameambia Imam, wametoa bai'a kwa Imam kwa maandishi kwamba sisi tuko na wewe, na walikuwa wamedhihirika kwamba ni mashia kwa sababu uongozi wa Imam Ali umekuwa huko na Imam Hassan pia umekuwa huko. Sasa ina maana kwamba hawa ni watu ambao wamelelewa katika mifumo ya Kishia. Sasa ingine Sheikh huwa anasema mwingine ni kuangalia tu akili. Ni kuangalia tu akili. Hata miongoni mwetu tunavyoishi sasa hii kuna maalim ambao ni wa Kishia ambao wanashirikiana na Wazayuni na wengi wameonekana. Haimaanishi mtu anapoitwa ama anajinasibisha katika mapenzi ya Ahlul Bait wengine wanawapenda. Wengine ni kinyume na hicho. Na hicho ni kitu ambacho kinaonekana. Kipo wazi katika hata ulimwengu wa Zahiri inaonekana. Ni mtu tayari kutumia akili. Sawa, huyu alikuwa ameuliwa na Washia. Alikuwa kiongozi hizo enzi alikuwa ni nani? Si ilikuwa ni Msunni? Ilikuwa ni Muislamu, si ndio? Kwa hivyo alomuua ni nani? Muislamu pia. Sasa ni jambo tu la kujiuliza, kujuggle mind yako, ufikirie outside the box. Sio jambo tena la kwamba mtu aje akwambie alifu imekuwa ndo hii, basi iangalia alifu ndo hii. Hata kama imeenda hivi wewe unaifuata tu hivi. Wewe umeambiwa ndo hii, lakini hapana, eka fatha hapo juu ndo niisome. Ni kweli. Sasa ni vitu ambavyo ukiangalia katika kadhia ya Imam Hassan na Imam Hussein ni vitu ambavyo lazima ujuggle mind yako kufikiria kiuhalisia na kuaffect vipi katika maisha yako sasa. Shida ni kwamba ulimwengu umekuwa ulimwengu. Kuna Sheikh mmoja ambaye alikuwa anatufundisha, alikuwa anasema ulimwengu umekuwa ulimwengu wa delivery. Ndio. Yaani kila kitu unataka tu usikize, uletewe. Wewe mwenyewe huwezi fikiria kwamba hii naye kwa vipi. Mmoja nilimuuliza, hivi wewe uende ukachagua kitabu ukatafuta vitabu ukasoma? Kanambia, siwezi soma madhhabu fulani na sijafundishwa. Kivipi? Wewe uliambiwa ikra, ni jukumu lako uende ukatafute ilmu. Ni kweli. Vitabu sasa hivi vimejaa, mashallah, mitandao, teknolojia imerahisisha. Tafuta kitabu uende usome. Kuna hadithi ziko wazi, kuna hadithi kabisa unaona labda hii lazima nikaulize. Ndio utaenda utauliza. Lakini umeona hii kabisa, hii mimi mbona sielewi. Lazima utauliza. Kuna hadithi ambazo ziko open, na tukiangalia upande huu mwingine wao, kuna hadithi ambazo ziko wazi. Mimi mwenyewe nikizisoma na ni mshia, nitaelewa hii hadithi imemaanisha nini. Inaniingia akilini? Haiwezi kuniingia akilini. Kwa hivyo hii haiendani kabisa na ahlaki za Mtume, haiendani kabisa na Qur'ani. Ni kweli. Inshallah Sheikh, ngoja tuchukue mapumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili. Inshallah. Naam. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza umeelewa mengi ambayo Sheikh ameweza kuiangazia. Ni kitu ambacho kinatia tashwishi zaidi. Mimi haswa unipa hasira ninapoongelea ama ninapofanya mjadala na upande ule mwingine, kwa sababu wanakuambia lazima uwe na akili unapotathmini ama kusoma zaidi. Maana mwingine atakwambia tunafuata Qur'ani na tunafuata na hadithi, lakini akili yako Allah anajua kwa nini alikupa. Kama akili yako haiwezi fikiria, je, hii hadithi nikisoma mimi inaniingia akilini? Je, niichambue kiundani? Maana wengi wenu mnasema kwani Washia mko na hadithi pia? Ndio, tuko nazo, na zina trace kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Jaafar as-Sadiq, Imam Baqir ni watu ambao wame hadithi anazostoa zinatoka direct kuelekea nyuma. Sasa insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, tunapozidi kuwa na Sheikh Hussein Patrova ndani ya studio zetu anakojuza mengi kuhusiana na historia ya Imam Hassan alayhi salam, na kama ulivyoona alikuwa anaichambua hii kuhusiana na vile Mtume alivyosema hata kichochote isipokuwa ni nyinyi muangalie watu wa karibu yake, mapenzi na watu wa karibu yake, akawa anaelezea ni mapenzi yapi. Inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Tunashukuru sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwenye hii aya, qul la as'alukum alayhi ajrin illa al-mawaddata fil qurba, ni kwamba tumeona kwamba kuna tofauti kati ya kuonea mtu huruma, ndio, kuonea mtu au kumpenda mtu na kumuonyesha mawadda. Sasa I make sense. Sasa pia tunaongea kuhusu kati yetu ambao ni Washia kwamba
wale ambao wanafuata Ahlul Bait, kwamba haitoshi tu kusema kwamba mimi nafuata Ahlul Bait. Ndio. Na haitoshi tu kwamba kusema wewe upo kwenye hii group, hili kundi la Ahlul Bait, bali inafaa tuonyeshe mawadda, tuonyeshe mapenzi kwao, kwa ambao imefika kwenye kiwango cha juu. Tufike mahali kwamba vitu ambavyo wanafanya au watakuwa uswa lana, watakuwa role model kwetu. Role model ni kwamba ukiona kitu kimetendeka, ukiona amefanya kitu, sisi pia tunajaribu kufika kile kiwango ambacho amekifanya. Kwa sababu itakuwa make sense, itakuwa bure kusema kwamba tunapenda Ahlul Bait na tunafanya kinyume na matendo na maamurisho yao au mambo ambayo walituambia. Na hii hipo hata sisi kwa wafasi wa Ahlul Bait. Sisi ya kwamba tunajiweka kando, tunaongea kuhusu grupu nyingine. Na kwenye hili inaweza kuwa tunaweza tukajiuliza kwa swali, kwa mfano, kwa nini Imam Mahdi adhihiri? Kwa nini hayupo? Inaweza kuwa ni kwa sababu wengi wa Ahlul Bait ambao wapo ni wapenzi tu wa Ahlul Bait. Ndio. Hawajafika kwenye kiwango cha mawadda. Tukifika kwenye kiwango cha mawadda ndio pale imamu ataweza kudhihiri. Na hii ndio pia ilionekana kwenye maimamu ambao walipita. Imamu Hassan ambaye watu wake ambao walikuwa wanasema wanampenda walienda kinyume na yeye. Pia Imamu Hussein pia baada yake wale watu ambao walikuwa wanasema wanampenda tuliona walienda kinyume pia na yeye. Sasa hiyo sio mawadda ambayo Mwenyezi Mungu anataka. Ikifika kiwango cha mawadda, hata saa hizi kwa Imam Mahdi, tukifika kile kiwango, Imam Mahdi atadhihiri, kwa sababu atakuwa na watu ambao ana count on kwamba hao watu naweza tukasimama nao, wanaweza wakatekeleza. Nikiwaamuru kitu hawatajiuliza kwa nini unatuambia tufanye hivi. Wanatii na wanajisalimisha kwenye amri ambazo imamu anatoa. Kwa hivyo Imam Hassan, kuna miongoni mwa hadithi, hii ni aya ambayo inaonyesha mawadda. Kuna hadithi ambazo zinatoka kwa Mtume na nadhani tunazijua, zipo sehemu zote. Ukiuliza mtu yoyote atakwambia kuhusu hii hadithi, whether ni mfuasi wa Ahlul Bait au si mfuasi wa Ahlul Bait. Kuna hadithi kutoka kwa Mtume. Tukitaka kujua Imam Hassan ni nani, uasilia wake, au tukitaka kumjua sifa au mambo ambayo yanapatikana ndani ya Imam Hassan, Mtume alitueleza. Na kupitia kwa hayo maelezo tunaweza tukatumia akili zetu kuondoa baadhi ya sifa zake ambazo imamu alikuwa nazo. Mtume alipoulizwa Imam Hassan, au Mtume aliposema tueleza kuhusu Imam Hassan, alisema Al-Hasan wa Hussein sayyidai shabab au sayyida shabab ahli janna, kwamba hawa ni masayid, hawa ni viongozi wa ashabab ahli janna. Sisi tunajua kwamba watu wote ahli janna watakuwa shabab, na kweli kwenye ahli janna kutakuwa na wazee. Kwenye hii hadithi kuna hadithi ambayo ilitolewa kwenye upande huu wa pili, wakitaka kuonyesha pia hao wana haiba. Walisema wakaongeza kipande, wakasema sijui walitaja mmoja wa viongozi, nadhani na Omar, kwamba wa Omar kuhul li ahli aljanna, kwamba Omar naye ni kuhul, yani ni mzee wa wazee wa ahli aljanna. Na hakuna wazee huko jamani, ni vijana wote, nieleweke. Naam. Sasa Al-Hasan wa Hussein sayyida, kwamba watu wote ambao wataingia, tukitumia akili, watu ambao wataingia peponi, yani kwenye haki. Kuna wale ambao wataingia kwenye peponi lakini kwenye fadhili za Mwenyezi Mungu, kwenye rahma za Mwenyezi Mungu. Watu ambao wanastahiki pepo ni wachache. Wakiwemo, kikundi cha kwanza ni auliya Allah. Kama wewe ni wali Allah utaingia peponi. Kuna ibadullah salihin, yani wale ambao wanafanya matendo mema, wanaenda kulingana na Qur'an na hadithi na mienendo ya Mtume, hao pia wataingia peponi. Na wengine kuna al-anbiya, manabii pia wataingia peponi. Kuna rusul pia wataingia peponi. Sasa hivi ndio vikundi ambavyo tunajua wanastahiki kuingia peponi. Wengine hawataingia kwa kustahiki. Sisi wa kawaida hatutaingia peponi kwa kustahiki. Sasa kule peponi
hawa watu wote ambao wako huko kwamba sayyid wao ni Hassan na Hussein. Kwamba una imagine yani Saingine huwa nahisi tukucheka mimi Sheikh, sababu wewe una imagine ya kwamba wewe mwenye ulimtesa ukamwangaisha, alafu utegemee kwamba ile pepo utaingia na yeye ndio yuko hapo mlangoni. Yeye ndiye anaingiza watu. Tuseme kama mfano hivi. Anakaribisha watu. Haiwezekani. 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 Hata kwa fadhili. Haiwezekani kabisa yani. Haiwezekani. Kwa hivyo Imam Al-Hasan na Hussein ni sayyid wa watu wote ambao watakuwa peponi. Lakini hapa kuna swali ambalo linatokea kwamba tunasema vipi kwamba Hassan na Hussein ni sayyid shabab ahli janna. Na mtume pia yeye ni hao ni sayyid wa mtume. Sisi tunaambiwa kwamba mtume ni sayyid wa khalq kullihim, yani wanadamu wote. Ndio. Sasa itakuwa vipi sayyid wawili wamekutana? Sasa itakuwa nani ataenda juu? Naam. Sasa kwa kujibu ni kwamba ndiyo Imam Hassan na Hussein sayyidai shabab ahli janna wote except mtume. Ndiyo. Kwa dalili ambayo imetoka ikimuondoa mtume. Kwa nini imemuondoa mtume? Mtume ni wa wote. Hata huyu Hassan na Hussein mtume ni wao. Ni sayyidi wao. Na Imam Ali sisi tunasema tunasema Imam Ali ndio madhhar baada ya mtume ni Imam Ali. Sasa itakuwa vipi? Yeye pia atakuwa chini ya Hassan na Hussein au vipi? Pia kuna dalili ambayo imemuondoa Imam Ali, although si direct, kwamba yule mtume ambaye ni Sayyid al-Khalq kullihim akiwemo Hassan na Hussein ameambia nini Imam Ali? Man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu. Yani baada ya mtume inakuja Ali ambayo ni maula kama mtume. Sasa yeye Imam Ali na mtume ni masada, baada yao inakuja nani? Hassan na Hussein ambao ni sayyidai shabab ahli janna. So kwa sababu hii hadithi tukiangalia sehemu ambayo imetoka, kuna baadhi sehemu zingine mtume mwenyewe alisema wa abuhuma sayyidun lahuma. Yani hii imemuondoa Imam Ali kwamba baba yao ni sayyid wao. Sasa hii inaondoa Imam Ali kwamba hayupo kwenye chini ya uongozi wa Hassan na Hussein. Sasa kuwa kwamba Imam Hassan ambayo tunaongea kuhusu na pia Imam Hussein ni sayyida shabab ahli janna, ina maana gani? Kwa sababu hii hadithi tunasema tu kuna kitu ambacho kinakuja kwenye akili yetu ni kwamba hawa watakuwa janna na hawa ndio watakuwa wakuu wa janna, lakini kuna vitu ndani ambavyo pengine havijaelezwa au havijafikia hawa Imam Hassan na Imam Hussein. Kwa ajili yao kutakuwa na mambo mengine ambayo yatakuwa ya ziada kule peponi, na kuna hadithi ambazo zimepokelewa kutoka kwa mtume zikieleza kuhusu nini maana ya hii sayyidai shababi ahli janna. Kwa sababu Qur'ani inatuambia janna sio mchezo. Sababu tukijaribu kutasawar kuimagine janna, hakuna kitu ambacho tunaweza tukaimagine nacho ambacho tunajua hapa duniani. Kwa sababu raha yake ipo juu ya raha zote ambazo zipo hapa duniani. Chochote ambacho tunaona kizuri duniani, janna kimezidi na mara nyingi tu. Kwa sababu tunaambiwa kwenye Qur'an, faman zuhziha anin nari faqad wa udkhila aljanna faqad faza. Kwamba wewe ukizuhziha na kupitishwa mbali na kuingia janna. Wewe ukipitisha tu mbali na moto ukaingia janna, wewe umefuzu. Je, itakuwaje wewe umeenda janna na umepata kule Hassan na Hussein ambao mtume mwenyewe amesema sayyida shababi ahli janna. Kuna hadithi ambazo zimetoka sehemu zetu na sehemu za wenzetu. Kuna kitabu kinaitwa Tarikh Damashq. Hiki kitabu ni cha Ibn Asakir. Nitasoma hii hadithi kwa nini kwa Kiarabu alafu nibadilishe kwa Kiswahili. Anasema kwamba lamma istaqarra ahlul janna fil janna qalat al janna
ya Rabb alaysa wa'adtani an tuzayyinani biruknaini min arkanik qala alam uzayyinik bilhasan wa Husayn qala famasatil janna maisan kama tamisul arus. Kwa Kiswahili ni kwamba wakati watu wa pepo walipotulia kule peponi, pepo liliuliza Mwenyezi Mungu, Mola, huku niahidi kwamba utanipamba na mapambo mawili na nguzo mbili za mapambo yani nguzo mbili za mapambo kutokana na nguzo zako au kutokana na pambo zako. Yani Mwenyezi Mungu aliahidi janna kwamba atawapatia mapambo mawili kutokana na nguzo zake. Sasa Mwenyezi Mungu akasema, je, sijaipamba hiyo pepo? Anaambia pepo, je, sijakupamba na Hassan na Hussein? Na akasema yule ambaye alikuwa anatoa rai na anatoa hii hadithi akasema, kisha pepo ikatikisika kwa maringo kama anavyoringa bibi harusi. Yani Mwenyezi Mungu aliposema kwamba kuna Hassan na Hussein ambao ndio mapambo ambayo nimekuahidi na wapo kule ndani. Aliposema hivyo pepo ilifurahi na ikawa inarukaruka kama vile anavyoruka bibi harusi. Kwa hivyo kusema kwamba rukun, kwamba hizi ni arkani rukun mbili, yani pillars mbili za Mwenyezi Mungu. Ina maana gani? Ina maana kwamba hizi ni nguzo za urembo wa janna, yani ni nguzo za beauty ya janna. Yani ukitaka kujua urembo wa janna ni pale ambapo Hussein atakuwa ndani na Hassan atakuwa ndani, na hao ndio wanakamilisha uzuri wa janna. Yeyote ambaye atakayeingia ndani, ambaye alikuwa chini ya uongozi wao, lazima atahisi uzuri wao ambao ameupatia hiyo janna. Pia kuna hadithi nyingine ambazo kwa huo mfululizo tu, kwa hiyo maana kutoka kwa upande wetu wa pili, si kwenye vitabu vyetu, kwamba Mtume alisema Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu, kwamba Mwenyezi Mungu anasema kuhusu Hassan na Hussein. Hii ni kuhusu Hassan peke yake, kwamba anaomba Mwenyezi Mungu, Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, inni uhibbuhu, mimi nampenda huyu Hassan, fa ahibbahu, mpende Mwenyezi Mungu mpende, fa ahibba man yuhibbuhu, na mpende yule ambaye atampenda Hassan. Hii inaturudisha pale ambapo tulikuwa tunaongelea kuhusu almahabba na alrahma na almawadda. Sasa haya mapenzi ambayo yanapatikana kwa Imam Hassan, mapenzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu amejalia watu ambao wanaendana na yeye wampende Imam Hassan, na maamurisha kwamba watu wengine pia wampende. Hii ina maana gani? Ina maana mapenzi ambayo Mtume anapenda Imam Hassan si tu kwa sababu yeye ni mjukuu wake au yeye yupo kwenye kizazi chake, bali ni kwa sababu ni faradhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameamurisha kwamba ampende yeye. Usipompenda Imam Hassan inamaanisha unaenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu, na inamaanisha ukimpenda Imam Hassan unatekeleza wajibu wako, na ukitekeleza wajibu wako unapata thawabu kwa kumpenda tu Imam Hassan. Kwa hivyo ndio sababu kwenye Qur'an, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, kwamba kama mlikuwa mnapenda Mwenyezi Mungu nifuateni mimi, Mwenyezi Mungu awafanye alete mapenzi katika nyoyo zenu. Sasa kumfuata mtume ina maana gani? Ina maana kumfuata mtume wakati yupo na kumfuata mtume wakati hayupo. Wakati hayupo, kwa wale ambao wametuelekeza mtume mwenyewe kwamba mtanifuata kupitia kwa hao watu. Na ina maana kwamba akishatuelekeza hivyo itabidi tuwapende, kwa sababu yeye mwenyewe ameomba haya mawadda, kul la as'alukum alayhi min ajrin illa almawadda. Kwa sababu tunaofuata itabidi
tuwapende ili tuweze kukamilisha yale ambayo Mtume na Mwenyezi Mungu alitaka katika Ahlul Bait yake. Mashallah, mashallah. Kwa hivyo kumpenda Imamu Hassan ni wajibu, ni faradhi. Kwa sababu usipompenda utakutana naye kule peponi. Ukimpenda pia utakutana naye peponi. Sasa ni kuchagua, kila mtu achague utampenda, utafanya nini? Aidha utampenda ama utamchukia. Kweli. Zote lazima utakutana naye baadaye. Naam, shukrani sana Sheikh. Hakika ni vizuri sana kuweza kufahamu kuhusiana na hiyo aya, na alhamdulillah naamini kwa mwenye masikio anasikia. Naam. Kwa mwenye macho anaona. Na kwenye moyo aufungue kabla itafikia hatima ambayo itakuwa hauna wa kufungua huo moyo wako, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema sio kwamba macho ndio yana upofu, ni mioyo yao ndio ina upofu. Na wengi wametudhihirishia mioyo yao iko na upofu kila siku wanapojaribu kuwapinga Ahlul Bait wanavyotaka wao, ndo kiasi sasa wanazidi kutuongezea yale mahaba kwa nyumba ya Mtume. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Hussein Patrova, alhamdulillah tumekamilisha awamu hii, na naamini unazidi kufahamu, kufaidika, kufahamu mengi zaidi kuhusiana na Imam Hassan alayhi salam. Na kuwapenda Ahlul Bait ni wajibu, kwa sababu ni kitu ambacho Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamrisha. Hakutaka kingine wala chochote isipokuwa kuwapenda watu wa karibu yake. Hilo tu, hakukuitisha dhahabu, hakukuitisha nini, isipokuwa tu hilo. Na unaona mengi ama matukio mengi ambayo yaliweza kutukia baada ya kifo cha Mtume. Hicho ndio kinatufanya sisi tujue nani walompenda Ahlul Bait. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.